عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من داوى النفس وزكاها وأرشدها من غيها وضلالها وهداها، وبين الفرق بين النافع والضار من غذاعها ومرعاها، فصلاة وسلاما على هذا النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyesimama mbele yenu kuzungumza ni mja dhaifu. Aliyesimama mbele yenu kuwapatia khutba ya Ijumaa ni mja aliyojaa madhambi, nafsi yake ni chafu, hastahiki hata kusimama mbele yenu kuzungumza chochote. Lakini tuamini kwamba kupitia kile ambacho kwamba tunaeneza mbele yenu, huenda na sisi tukarekebika na tukanyooka katika njia sawa. Kwa sababu wanasema mara nyingi wale madobi tulioko nao hapa mtaani ni watu ambao kwamba maisha yao ni hohehae, hawajui kuvaa vizuri, lakini kupitia kule kuzifua nguo za watu, at least mikono yake pia huwa misafi. Na sisi tutaraji kutekeleza amri ya Mtume, balighu anni walau aya, na sisi tukapata usafi wa nafsi zetu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika juma iliyopita, sisemi hii nyingine iliyopita, ile nyingine tulizungumzia kuhusiana na nafsi. Tulisimama na mawqif ya nafsi, tukaelezea nafsi, kwa nini nafsi, na tukaelezea umuhimu wake, na tukaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia vipi nafsi, na tukasema kwamba miongoni mwa maadui wakubwa kabisa ni nafsi zetu ambazo kwamba ziko kati ya mbavu zetu. Tukaelezea baadaye umuhimu wa watu kuzifanyia nini nafsi zao, bila shaka ni kuzitakasa nafsi zao. Tukaelezea umuhimu kwa nini watu watakase nafsi zao. Lakini ndugu zangu watukufu wa Islam, leo inshallah kuna sura ambayo kwamba imejitokeza katika mazungumzo yetu katika Qur'anul Karim. Ukitizama zaidi, pamoja na kwamba twahimiza tuzitakase nafsi zetu, lakini hapo ndani ya Qur'ani katika suratul Najmi, Mwenyezi Mungu tutakubaliana kwamba yatuambia fala tuzakku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Sasa mtu atakuwa na mawazo kwamba je, kuna taarudh ndani ya Qur'ani? Tukiambiwa huku qad aflaha man tazakka ama qad aflaha man zakkaha, huku tuambiwa fala tuzakku anfusakum. Je, maana yake ama hili suala tutalizungumzia vipi? Ndiyo, ndani ya Qur'anul Karim katika masala ya kuzitakasa nafsi ziko sampuli mbili. Kuna tazkia madhmuma, kuna tazkia ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutukanwa, na kuna tazkia ambayo kwamba ni mahmuda, kuna tazkia ambayo kwamba ni nzuri. Tazkia ambayo kwamba ni nzuri ni ile ambayo kwamba tulitanguliza kuizungumza, kwamba watu watakaniwa wasafishe nafsi zao
kutokamana na kibri, kutokamana na ujbi, kutokamana na chuki na hasad zilizokuwa ndani ya nyoyo zetu. Lakini pia vile vile kuzitakasa nafsi ambako kwamba ni kubaya, ni mtu kujiepusha na kutoiadhimisha nafsi yake ama na kutoitakasa nafsi yake sana mpaka akawaona wengine hawafai. Yeye ndiye ambaye kwamba yafaa zaidi katika dini yake, yeye ndo ambaye kwamba ndo mwema sana madamu yeye amezikumbatia ibada. Na ni kawaida ya mwanadamu, wa khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni dhaifu, mwanadamu amegubikwa na kila aibu. Kila tukioangalia, kila mtu ana aibu zake. So kwa namna yoyote haipaswi mwanadamu kumdharau mwingine ama kumkejeli mwenzake, kwa sababu tukirudi nyuma katika historia ya mwanadamu, yeye ana madhaifu mengi sana. Sawia katika maisha yetu ya dunia, tabia kama hizi zipo, watu kudharauliana kwa kitu ambacho kwamba amekiona yeye anacho kingi kumliko mwingine. Mathalan ni biashara tulizokuwa tunafanya, mtu ameona biashara yake imepata customers wengi, mtu ameona biashara yake kutokamana na bidii zake, advertisement alizofanya, ameona watu wamekuwa wengi, bila shaka atamdharau mwingine ambaye kwamba biashara yake ni ya chini, na yule ambaye kwamba amempita atamwambia huyu ni riba tu ndo ambazo kwamba zimemfikisha kule. Kwa sababu gani? Mtu hataki kupitwa. Kipimo ambacho kwamba amekichukua, mizani ya kuangalia wenzake, ameona kipimo kizuri ni kujiangalia mwenyewe, aloko chini yake hafai na aloko juu yake ametumia mbinu za haramu. Lakini hatui na mbinu ambazo kwamba za kuangalia ni kipi kipimo cha kujijua mimi ndo binadamu wa kisawasawa. Pia vile vile masala kama haya yametuvamia na yakatuingilia katika upande wa dini. Tuko baadhi yetu sisi kupitia swala 5 ambazo kwamba tunaziswali hapa, tumefikia kipimo cha kuwaona wengine ambao kwamba hawaswali wao siwe matena. Tumefikia kipimo cha kwamba kuwaona wengine ambao kwamba hawadiriki hata kuswali sunna, madam sisi tumezikumbatia sunna na kufunga Jumatatu na Alhamisi, tukawaona wengine hata harufu ya pepo hawezi kuipata. Na haya ni katika masala mazito sana, hasa katika ulimwengu huu ambao kwamba umegubikwa na mitandao tuliokuwa nayo, watu kudharauliana kwa sababu wao hawatendi yale ambayo kwamba mtu fulani hayatendi. Mtu akajiangalia mwenyewe, madam mimi ni mtu ambaye kwamba nafanya amali kadhaa, basi wengine ambao kwamba hawafanyi, basi watu kama hawa ni wa kudharauliwa. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa nini tusidharau watu? Na kwa nini tusiwaangalie watu madam hawafanyi ibada tukawaona wao ni sharrun nas, wao ndio wauvua watu zaidi, mpaka ikafikia mahali watu hata salamu mtu atakwambia kwa nini nimsalimie huyu haswali, kwa nini nimpe chakula, huyu ni mtu ambaye kwamba yambariz Mwenyezi Mungu na maasi, mimi siwezi kukadimisha chochote katika riziki yangu kwa huyu bwana, ama mimi siwezi hata kukaa naye karibu kwa sababu ni mtu ambaye kwamba ana madhambi fulani ambayo kwamba yafanya. Ndugu zangu watukufu wa Islam, si kipimo kizuri mtu kumwangalia yafanya ibada ndio ukamuona yeye amesafika. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati mmoja masahaba walikuwa na yeye wakamwambia sifa za mtu ambaye kwamba yuko Madina alikuwa akifanya ibada ajabu. Walikuwa kimhadithia Rasulullah, yule bwana akiingia katika swala humalizi swala zake, yule bwana akiingia katika swala basi ana khushu'i ya ajabu. Ya Rasulullah, ni mtu fulani wavaa hivi, akivaa mashallah kanzu zake ni hatari, akivaa design zake namna anavyovaa majoho yake. Mtume SAW kila kielezo yawaambia sijamfahamu bado. Ya Rasulullah, yuko hivi na hivi. Mtume anawaambia bado sijamfahamu. Basi Mtume akamwambia nionyesheni. Wakati mmoja wameketi nje msikiti na masahaba na Mtume SAW yuko hapo, yule bwana akajitokeza. Alipojitokeza masahaba wakafurahi, wakamwambia Rasulullah ndio yule sasa. Yule tulikuwa tukikwambia kwamba ana khushu'i na swala zake ni swala nzuri nzuri, basi ndio yule pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kaanni ara fi wajhihi, kana kwamba naona mimi katika uso wake safa'atan min ash-shaytan, naona alama ya sheitani iko juu ya kipaji chake cha uso. Hii hadithi yatuonyesha kwamba
bado haijakuwa kipimo sawa cha kuwapima watu na swala zao, kwamba wao ndo wametakasika nafsi zao na wao ndo ambao kwamba wameshapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaanni ara, kana kwamba mimi naona fi wajhi, katika uso wake, safa'atan minash shaitan, kitone katika alama za shaitani. Masahaba radhiallahu anhum wakashangaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, na muoneni akipita hapa hata salamu hata tupatia. Yule bwana akaja akaingia msikitini, hata kujua kwamba hapa kuna khairu khalqillah, kuna mbora wa viumbe yuko hapa, hakujua. Yule bwana akaingia msikitini, hata kusalimia kusalimia. Alipoingia msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza masahaba, muiteni aje. Na Mtume akawaambia tayari, akawaambia huyo bwana akija hapa nikimuuliza kwamba je, ulipokuwa wapita hapa hakukupitikia mawazo kwamba sisi tuliokuwa hapa ni watu wa chini, mbora ni yeye peke yake? Atasema ndio. Yule bwana alipoitwa, alipoulizwa, akasema ndio, mawazo yalinipitia kwamba nyinyi hata hamna chochote, mimi ndo mbora hata kuliko nyinyi. Na ndio hatari leo, watu kama hawa wamejaa katika mitaa yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mbele ya hadithi, nafikiri mbele pia tutakuja kuzungumzia masala kama haya, lakini hapa ningetaka tukugusia kidogo. Paka mwisho wa hadithi Mtume akaamrishwa auliwe mtu kama huyu, kuonyesha madhahar ya mtu na ibada zake. Haitoshi mtu kujipiga kifua kujiambia kwamba mimi ndo mwema kuliko wengine. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mawqif tutakosimama leo, tusimama kusema pamoja na kwamba tuliwaambia lazima tutakase nafsi zetu, lakini pia tutasema fala tuzakku anfusakum, msizitakase nafsi zenu. Yani tazkia ambayo kwamba itakuwa madhmuma, tazkia ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutukanisha, ni tazkia ambayo kwamba watu watajipiga vifua kwamba wao ndio walioongoka zaidi kuliko watu wengine. Nahnu fi zamani, sisi tuko katika zama ambazo kwamba kila anayezungumza, khatibu wetu tuliokuwa nao ni makhatibu ambao kwamba kana kwamba amewaona watu yeye ndo wa peponi, watu wengine ndo wa motoni. Kana kwamba ameshaona kwamba group fulani ndo ambao kwamba wataingia peponi, wao ndo ambao kwamba wataingia, wao ndo ambao kwamba watakaa katika jinani. Watu wanakuambia kwamba ikiwa wewe umeshatangulia peponi, sisi ndo tushakaa ndani ya pepo, kutokamana na namna wanavyojitukuza nafsi zao. Na hii sio manhaji ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitunyosha nayo na akitupeleka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So watu hawatakaniwi hata siku moja kukaa wakajisemeza na nafsi zao kwamba wao wako katika ujuu kuliko watu wengine, wao wametakasika kuliko watu wengine. Nafikiri paka hapa tumeelewana. Na je, ni kipimo gani cha kutupatia sisi kuwa sisi nafsi zetu zimetakasika? Kipimo ni kimoja, wama tawadha lillahi ahadun illa rafa'ahu Allah. Watakujijua kwamba wewe sasa hivi umepanda cheo katika ibada, basi ukizidi katika tawadhu, ukizidi katika kunyenyekea katika ibada zako, wewe ndio umepata kipimo cha kujijua nafsi yako imetakasika. Lakini kujipima na ibada unazozifanya, kujipiga na mabusati kila siku na kuamka usiku na kufunga kila wakati, bado haijakuwa kipimo cha wewe kwamba wewe umeitakasa nafsi yako. So wama tawadha lillahi ahadun illa rafa'a, hawezi kunyenyekea yoyote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakunyanyua. Na amali zako ambazo kwamba wazitenda zikupatie moyo kila siku wa kwamba kila unapozifanya zikuzidishie nafsi yako ipate tazkia, lakini zisikuzidishie kibri ndani yake ukakaa ukasema mimi ni mbora kuliko watu wengine. Ndio Al-Imam Shibli katika wema waliotangulia alikuwa akisema, madumta tashhadu amalaka, wewe hautokuwa waitizama kila siku amali yako, fahuwa lam yurfa, basi na amali yako haijaangatishwa bado. Ikiwa waiona amali yako kila siku ile ulioifanya, basi ujue amali yako haijapanda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amali yoyote ambayo kwamba imepanda ni ile ambayo kwamba huioni. Umeswali, umemaliza, umeondoka, basi umeacha kuhadithia watu. Lakini pale ambapo kwamba umeshaswali, ulipomaliza ukaondoka ukasema wallahi leo nimeswali na khushui, waelezea watu, mke wangu leo bana hakuna swala ambayo kwamba nimeswali kama leo.
ama nimetoa shilingi 100 pale msikitini, wallahi sijawahi kutoa kama mfano wa leo, ukawaitangazia watu, basi fahuwa lam yurfa, ile amali yako bado haijangatishwa. Amali iliyokuwa mzuri ni ile amali ambayo kwamba waitenda na inabakia bila kuhadithiwa. Lakini ikiwa iko katika utandawazi, bado umeipost katika status, bado umeiweka kwenye mtandao, basi fahuwa lam yurfa, hiyo amali ujue kwamba bado haijangatika katika upande wako. Na mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa amezifanya ibada mpaka ameona kwamba yeye yuko katika position ya kuwadharau watu, ajione yeye ndo mwema, basi siku yoyote huwa tabia yake ni moja, atakuwa akiwaangalia watu na akiwadharau. Na hii ni tabia mbovu sana. Kila tukiwatizama watu, tutakaniwa tuwatizame na mazuri yao na tuwazungumzie na kipi ambacho kwamba wanacho katika uzuri. Sisemi binadamu, hata wanyama ukimuona, usijiangalie kwamba wewe umekirimiwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ukamdharau hata mnyama. Angalia Sayyidina Isa, wakati mmoja yuko na wanafunzi wake wanatembea, basi wakaona mbwa kama yule amefariki, anatoa harufu mbovu, ngozi yake manyoya yale yameongoka katika ngozi yake, yani yamekaa sampuli ambayo kama ni mbaya. Wale wanafunzi, mmoja akamtuhumu kwamba kuna harufu mbaya ambayo yatoka pale, mwingine akailaumu ngozi yake mbona imekuwa mbaya. Sayyidina Isa akataka kuwafundisha, akasema maneno mazito, maneno makubwa, akasema ma ashadda bayadha asnani, ni ukali ulioje katika weupe wa meno yake huyu mbwa. Wale wakashangaa, akiwafundisha kwamba hata ukakiona kitu na ubaya wote, lakini bali hata ukumbuki hata uzuri wake, hukumbuki hata uzuri wake kile kitu ambacho kama kinacho. So ndugu zangu watukufu wa Islam, hata tukawaona watu ambao kwamba hawaji misikitini kuswali, kisiwe kipimo cha sisi kukaa tukawaonyeshea vidole tukasema huyu simsalimii na huyu siwezi kukaa naye kwa sababu ni mtu muovu. Huenda kule wewe kukaa naye karibu na ukashirikiana naye ikawa ni dawa tosha na ukamuongoza yule mtu kuliko wewe kukaa mbali na yeye. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko sahaba wake mmoja anaitwa Abdullah. Abdullah ni mmoja katika masahaba ambao kwamba katika majlisi ya Mtume wanapenda kumfanyia sana mzaha Mtume. Mizaha mingi imeandikwa katika tarehe, lakini mmoja wao ni ule mzaha. Abdullah ameenda kwa mtu yuauza zabibu, akaenda akamwambia niuzie hizi zabibu. Yule bwana akamwambia nipatie pesa. Abdullah akamwambia utazichukua nikiwa na Mtume. Abdullah akachukua kapu la zabibu akaenda nalo paka kwa majlisi ya Mtume, akamwambia Rasulullah, nimekupatia hizi zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazichukua zabibu akamshukuru Abdullah, alafu akazichukua akazigawanya kwa masahaba radhiallahu anhum. Baada ya kuzigawanya, baadaye yule mwenye zabibu anamfuata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja pale akamwambia Abdullah, pesa zangu hujanipa. Abdullah akamjibu akamwambia atakaye kulipa ni huyu hapa. Akamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia haya, saa ile simlikula zabibu, mlipe mwenyewe pesa zake. Mtume akamshangaa akamwambia si ulikuwa umetupatia zawadi? Abdullah akamwambia hakuna zawadi za bure bure, wewe mlipe mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha, akacheka, alafu akaamrishwa zitolewe pesa apewe yule bwana. Huyu bwana Abdullah alikuwa ameonjwa, pamoja na mazuri yote aliyokuwa nayo, alikuwa ameonjwa. Yeye apenda sana kunywa pombe. Siku moja, sasa katika kunywa kwake pombe, sitojua anayekunywa pombe katika daula za Kiislamu hupigwa hadi, akapigwa fimbo 40. Sasa kila wakati huletwa, kila akipita mahali watu wanalewa, hushindwa kuimiliki nafsi yake, huenda akalewa, watu wanambeba wanampeleka, anapigwa mboko. Mmoja katika wale wapigaji mboko, baada ya kuona ameletwa sana, akatoa maneno, akasema ya Rabbi, mlaani huyo Abdullah, ma akthara ma yuta bi, mbona yoletwa hapa sana. Angalia kauli yake, alipojiona yeye amefika mahala fulani katika
kutolewa katika mtihani wa pombe. Yeye hanywi, kumuona mwenzake yanywa pombe, yeye akajisafisha, akafikia mahali mpaka pa kusema ya Rabbi mlaani mtu fulani, kwa sababu mbona yaleta hapa tumchapa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia haya maneno akasema, innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlaani huyu bwana yompenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Angalia, pamoja na udhaifu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamu kwamba huyu bwana pamoja na anayoyafanya lakini yompenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maneno makubwa, akawaambia, la takunu aunan lishaitani ala akhikum, msiwe msaada kumsaidia sheitani juu ya kumpoteza ndugu yenu, msiwe msaada. Bali katika hadithi anasema, semeni Allahumma ighfir lahu, ya Rabbi msamehe huyu bwana, lakini usiseme kwamba yule bwana afanyaje, alaaniwe. Sasa miongoni mwa makosa makubwa ni watu kuwaona wenzao, madamu yeye hakusalitishwa kulifanya kosa fulani, mwenzake dhambi kama lile analitenda, basi ufikia mahala pa kusema huyu bwana ni alaaniwe, maangamivu yamfikie. Angalia, siwezi kukaa karibu na yeye kwa sababu kwaweza hata ukashuka gharka hapa ikatupata mimi na yeye, ukawa waka mbali na yeye. Lakini wafil hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam yatutambua bado kwamba hata mtu, na ndio maana miongoni mwa mashekhe zetu Sheikh Mu'taman ibn Sharif Said al-Albidh, katika mawaidha moja nilimsikia akisema, akiwaambia watu kutoka sehemu za Nakuru, akiwaambia hata kama una rasta njoo msikitini, njoo swali, tutakubadilisha pole pole, lakini usikae pale mlangoni ukawaambia watu aloko na rasta hafai kuingia msikitini. La, itakuwa wakimbiza watu. Fala tuzaku anfusakum, msizitakase nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa, Mwenyezi Mungu ndo zaidi anajua nani ambaye kwamba alokuwa mcha Mungu miongoni mwenu. Na ndio maana wasome wale makhalifa wote walikuwa na darasa kubwa sana wakitufundisha. Anza na Saidina Abubakar ni Siddiq. Saidina Abubakar kitu cha kwanza amebashiriwa pepo. Katika wale 10 mubashiruna bil janna, yeye ni miongoni mwao. Saidina Abubakar ni Siddiq alipata suhba ya kusuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Abubakar katika bai'atul ridwan, yeye alikuwa miongoni mwao. Saidina Abubakar ni Siddiq ni katika miongoni na ana manaqib makubwa sana alokuwa nayo. Lakini siku moja alipokuwa akielezea akisema, lao mguu wangu mmoja utakuwa ndani ya pepo halafu mwingine uko nje, wallahi sitojiamini na makri na vitimbi vya Mwenyezi Mungu, mimi nitakuwa na hofia bado kwamba nitatolewa mimi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, angalia na utukufu waliokuwa nao mabwana wakubwa kama hawa, lakini bado hajajiamini. Tofauti na sisi, lau tungelipata daraja kama hiyo, ingelikuwa hata kusali kwisha, ingelikuwa hata kuketi hapa na mambo ya khair ingekuwa sisi kwisha. Lakini angalia Saidina Abubakar ni Siddiq, njoo kwa Saidina Umar ibn al-Khattab. Saidina Umar ibn al-Khattab ni katika watu ambao kama wana manaqib makubwa. Yatosha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kungelikuwa na utume baada yangu angelistahiki Saidina Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine alipokuwa akizungumzia katika Riyadhus Salihin, Imam Nawawi alipokuwa akizungumzia masala mawali, akazungumza qaumun muhaddathuna, kuna watu ambao kwamba walikuwa katika Bani Israil walikuwa wakisemezwa, wakipewa kama maneno wakiyazungumza alafu yakifanyika mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau angelikuwa hapo katika umma huu angelikuwa Umar, na Umar katika wale 10 mubashiruna, na pamoja na daraja zote anasema lau kutanadiwa siku ya kiyama kwamba watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja, akasema ningelidhania ni mimi, ningelidhania ni mimi. Angalia, walikuwa wakiepuka kuzitakasa nafsi zao pamoja na shahada zote walizopata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakubali kabisa kujitambua kwamba wao wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo katika umma wetu wa leo, hasa suala kama hili tuweza pia tukawatia lawama, nisieleweke vibaya, lakini sisi madai tunaotoa da'wa, vikundi tofauti tofauti ambavyo kwamba leo vyadai kwamba wao ndio wema kuliko watu wengine, leo wanaojihesabu wao ndio watu watakaoingia peponi kuliko watu wengine. Watu wengine watakuwa ni mawe katika moto wa Jahannam. Na mwanachuoni amefananishwa kama milh, kama chumvi.
Mwingine akisema ya ulama, enyi wanazuoni, ya milhal balad, enyi chumvi ya kijiji, kwa sababu chumvi asili yake yuslihu, yatengeneza ma yukhsha taghayyuruhu, kile ambacho kwamba chaogopewa kitaharibika katika vyakula, huwa chumvi inatengeneza kile ambacho kwamba kitaharibika. So ulama wamefananishwa kama chumvi, wao ndio wakae katika position ya kuwa wawatengeneze watu. Kila kukiharibika kitu katika vyakula, katika sisi nafsi zikiharibika, wao ndio wasimame mahala pa kutengeneza. Lakini mmoja akasema man yuslihul milha, nani ambaye kwamba ataitengeneza chumvi, idhil milhu fasad, kipindi ile chumvi yenyewe ishaharibika tayari. Sisi tayari ndio ambao kwamba tunaosimama juu ya mimbar twasema muangalie yule munafik, muangalie yule nazini, paka kukakurubia mtu kutajwa na jina. Je, Mtume SAW alikuwa akiwataja watu? Alikuwa hawataji watu wallahi. Hajasimama mahali akawatoa watu akasema huyu ni kafiri, huyu hapa amefanya kadha usiku wa jana, pamoja na kwamba ana uwezo wa kuwafahamu baadhi ya mambo ya watu wanaoyafanya na akawajua wanafiki. Mpaka sahibu siri yule wa Mtume SAW, Hudhaifa ibn al-Yamani, alikuwa amemfungulia ni nani wanafiki. Saidna Umar, naangalia tawadhu ya Saidna Umar, bado anamfuata Hudhaifa ibn al-Yamani, anamwambia je, Mtume amenitaja mimi katika wanafiki? Angalia, Saidna Umar anamfuata Hudhaifa ibn al-Yamani, anamuuliza je, mimi niko katika wanafiki? Sisi leo hapa tukieleza tu ni akina nani wanafiki, mtu ambaye kwamba ni munafiki atoke, utaanza kuangalia nyuma yako, utaanza kuangalia mbele yako, utaanza kuangalia. Lakini Saidna Umar anamfuata Hudhaifa ibn al-Yamani kumueleza, je, mimi nimetajwa katika wanafiki? Pamoja na shahada zote. So maduati tuna kazi kubwa. Tusione raha kwamba tutapanda kwenye mimbar na tuwachukue hichi kikundi fulani kilokuwa hapa msikitini ndio bora kuliko kundi chengine, huyu alosimama hivi, huyu, katika masala ya ikhtilafat tofauti, lakini isiyo ndo kipimo ambacho kama tutawapima watu kwamba huyo ndo bora, huyo mwingine hafai, na huyo ndo alostahiki zaidi. So ndugu zangu watukufu wa Islam, mpaka tujue adabu, tuwe na adabu na nafsi zetu. Na adabu ya kwanza kabisa ni kutosimama mahala pa kutoitakasa nafsi yako mahma kan, namna yoyote ambayo kwamba itakuwa, na wakati wote ambao kwamba itabidi wewe kumtuhumu mwenzako na lolote lile ambalo kwamba ni baya. Hata kama amekusanya mabaya, basi wewe usiangalie katika mabaya, liangalie lile zuri lake moja na umsifu nalo. Huenda kule kumsifu kwako na kile kitu kikamuingiza yeye katika mahali ambapo kwamba ni pazuri. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliponadia waumini, ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Angalia, hawajapewa mtihani, lakini Mwenyezi Mungu kashatangulia kuwatambua kwamba wao ni akina nani? Ni mu'minati. Hawajapewa mtihani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafanye watakaofanya, lakini kile kitendo cha kugura na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuja Madina kimeonyesha wao wana nini, wana imani, na Mwenyezi Mungu yatambua hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatufundisha kwamba hata mtu akawa vipi mchafu, lakini angalia yale mazuri yake, angalia kile kitu ambacho kwamba kimemzunguka na umtambue. Saidna Ali ibn Abi Talib katika makhalifa ndio ambao kwamba tuendelea nao kuwataja, alipoulizwa wale makhawarij, je wao ni makafiri? Akasema la, wallahi si makafiri. Akaulizwa je ni wanafiki? Akasema la, si wanafiki, kwa sababu wanafiki la yadhkuruna Allah illa khalila, na wao wanamtaja sana Mwenyezi Mungu, wallahi si wanafiki. Na ambao kwamba ilikuwa yastahiki hawa makhawarij wapewe majina makubwa makubwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukiangalia zile hadithi alizokuwa akiwataja makhawarij amewawekea hata moto, yafaa wawekewe hasa zile tashdid za kisawa sawa. Lakini alipoulizwa kwa kutoitakasa nafsi yake kujua naye mwema, anasema hawa si makafiri wala si wanafiki. Namna ambayo kwamba sisi tueleza namna gani ambayo kwamba tutakuwa. Cha mwisho kabisa, tusiwadharau watu na tusijione sisi ndo sisi, kwa sababu miongoni mwa vilima vilivyoangamiza waliopita kabla yetu ni kujiona mimi ndo mcha Mungu, hichi changu hichi ndo bora kuliko. Angalia Ibilisi alayhi laana, ameangamizwa kwa sababu gani? Ana khairum minhu,
si ndio? Mimi ndo bora kuliko hawa wengine. Angalia Firaun, li mulku Misr, ufalme wa Misri wote ni wangu. Wewe pale unaposema mimi ndo nawatambia mnara nzima, biashara zangu ndo kubwa zaidi, ndo kibri ndo kinaanza, mimi ndo bora kuliko wengine. So hizi masala za anania na dhubabia tuziache kuwatia watu makosa, ndio pale tutakapozitengeneza nafsi zetu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, naona muda umeenda sana. Inshallah hichi kichache ambacho kwamba tumezungumza, nimetangulia kuzungumza, ninazungumza mbele yenu ni mtu ambaye kwamba nina madhambi, nafsi yangu ni mbaya. Inshallah kupitia fadhila ya Jumua na kupitia mkusanyiko mkubwa kama huu tuliokuwa nao, Mwenyezi Mungu atutengeneze nafsi zetu, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afun.